Hii imeenda kwenye kasino nambari 1 mtandaoni. Pata mizunguko au spini 100 bure kwa usajili wa mara ya kwanza kupitia pmbet.co.tz. Faisal Salum yuko anajiandaa kuondoka, lakini vile vile kwa upande wa Mudathir Yahya na yeye pia anaondoka pia ndani ya kikosi cha Young Africans. Nisome nukuu ambayo ilikuwa imeandikwa hapa. Wamesema ni kweli Azam wameomba kuzungumza na Mudathir kwa ajili ya kumsainisha mkataba ambao ni wa miaka 2 wenye dau nono. Nafikiri ni mara 2 ya pesa ambayo Yanga wanataka kumpa ili aweze kubaki. Lakini wameandika pia matajiri wa Dar es Salaam wapo tayari kufanya chochote ili kumrudisha Mudathir Chamazi na mambo yanaenda vizuri. Kilichobaki ni Mudathir kukunjua nafsi kutokana na namna walivyoachana awali. Yeye na matajiri sasa wa Dar es Salaam. Hizi ndio taarifa ambazo zilizopo kwa Mudathir Yahya kwenda kujiunga tena na Azam FC. Na mkataba wake ukoje kwa Yanga? Mkataba wake unatamatika mwishoni mwa msimu huu. Yes, kama unakumbuka hapa katikati alisaini mkataba wa mwaka 1 na mkataba wake unaenda kwenda kumalizika mwishoni mwa msimu. Of course alisaini miaka 2. Na mazungumzo Yanga hawajafanya naye bado. Yes, bado hawajafanya naye, lakini nadhani wanajaribu zaidi kuangalia performance ya misimu 2 iliyopita pamoja na msimu huu, namna gani ambavyo pengine ameboresha zaidi ama amedrop. Nadhani ndio vitu ambavyo wanafanyia analysis kuhakikisha kwamba hawaingii mkenge, kwa sababu umri wa Mudathir Yahya sio umri ambao unaweza ukasacrifice kumpa mkataba labda wa miaka 3, miaka 2, hapana. Na unarejea pia hata kwenye upande wa baadhi ya timu nyingi kubwa sana kwa wachezaji ambao kidogo umri unaanza kuwatupa mkono. Mkataba wao mkubwa sana ni mwaka 1, aidha miezi 6, kitu ambacho wachezaji wengi pia huwa hawakipendi sana kukiona kikitokea. Kwa hiyo naamini Young Africans bado watakuwa na kipaumbele kikubwa sana kuhakikisha kwamba wanazungumza na Mudathir Yahya kama wakiwa wanamhitaji zaidi. Sioni kama itakuwa ni biashara ya Azam kuweza kumhitaji nani? Mudathir Yahya. Of course Azam wanaweza wakawa wanamhitaji Mudathir Yahya, lakini kwa mchezaji sidhani kama inawezekana ikawa ina uwepesi kiasi hicho. Licha ya mchezaji kukulia pale pale kwenye zile academy, na kuna siku washe kufanywaga interview ilikuwa ni mechi dhidi ya Dodoma. Yanga walifungwa goli 2-0 kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili wakaenda wakafanya comeback. Mudathir Yahya akifunga magoli 2 na mechi ilienda kumalizika kwa magoli 4. Kuna picha moja ambayo alipaa akasimama kwenye zile senyenge zile huko akinyosha mikono kama vile Messi. Alifanywa interview akasema kwamba ile ni sehemu ambayo mimi naijua. Kipindi ambacho naichezea Azam FC nilikuwa naamka asubuhi nikienda kusali, nikimaliza kutoka kusali naingia uwanjani mule naanza kuzunguka uwanja mzima. Kwa alikuwa anajua, na anakuambia pale kuna nyuzi moja tu ambao kama sio mtaalamu ukisimama vibaya basi kuna possibility kubwa kuweza kufanyaje ya kuweza kuanguka. Lakini angalia walivyokuja kuachana na Azam, ilikuwa ni picha ambayo tofauti zaidi. Kwanza nadhani ulianza kama mgomo kwa wachezaji watatu, walikuwa Mudathir Yahya, Salum Abubakar Shuaboy pamoja na Agrey Morris. Nadhani walisimamishwa zaidi ya miezi kama 3. Baada ya hapo klabu ikawaandikia tena barua kwamba anatakiwa kuweza kufanyaje? Kuweza kurejea ndani ya klabu. Waliorejea katika wale watatu walikuwa ni wachezaji 2 tu pekee, Salum Abubakar Shuaboy pamoja na Agrey Morris. Mudathir Yahya kutaka tena kuweza kufanyaje? Kuweza kurejea ndani ya Azam. Kwa hiyo baada ya pale tena ikawa kama rasmi sasa baada ya msimu kuweza kumalizika, yeye na Azam wakawa wamefanyaje? Wakawa wameachana. Amekaa zaidi ya miezi 6 nje pasipo kuweza kupata timu. Alikuwepo kule kwao. Baada ya pale Young Africans wameenda kwenda kumchukua dirisha dogo la usajili. Kila mmoja alikuwa ana imani kwamba Mudathir akienda ndani ya Young Africans anaweza akaperform kwenye kiwango kikubwa. Lakini naamini baada ya Nabi kuweza kumchukua Mudathir Yahya na akaweza kufanya naye kazi kwa ukaribu zaidi, kuna improvement kubwa sana ambayo tulikuja kuiona kwa nani? Kwa Mudathir Yahya. Sio yule ambaye tuliomshuhudia akiwa na Azam, sio yule ambaye tuliomshuhudia akiwa na Singida United kipindi hicho. Kwa hiyo naamini hawakuachana vizuri. Labda tu kama mchezaji amua kukunjua nafsi na kuona kwamba kuna maisha mengine baada ya soka, lakini kama bado atakuwa na kile kinyongo kwamba hawa walinitelekeza kwenye situation mbaya zaidi, sidhani kama Mudathir inaweza ikawa kwake simple zaidi kumuona akienda wapi, kwa sababu
Young Africans kama vile walimuokoa akiwa ndani ya kisima. Kuna taarifa ambazo nilizozipata, kuna kipindi nilikuwaga na moja kati ya watu wa Yanga aliniambia kwamba before ajawa ndani ya system ya Yanga, naye alikuwa ni mwandishi, alishai kumpa hadi namba Ahmed Ali za Mudathir Yahya, akamwambia kwamba mchukueni huyu jamaa, lakini Simba walivyoona na ile situation alivyoachana na Azam hawakutaka kumpa hiyo nafasi. Alivyoenda kuwapa namba ya Young Africans, wakafanya naye mazungumzo na wakaja wakamchukua, yuko hapa sasa Mudathir ambavyo tunamuona kwa sasa. Okay. Unaona kama vinalodi. Hamna, nimejiuliza ni kwa wakati Juma naongea hapa nimejiuliza vingi. Nimejiuliza kwa yani kama ndo mimi sasa ningekuwa Mudathir. Ningerudi kwenye klabu ambayo sikuachana nao kipindi hicho vizuri, au ningefunika kombe Mwanaharamu wapita, alafu mimi nikarudi kufanya kazi yangu kama kawaida kwa sababu mshahara. Popat. Yes. Alikuwa huyu. Sababu utaangalia sasa hivi Azam sasa hivi kidogo tunaweza tukasema kuna kitu inaonyesha tofauti na kipindi kile ambavyo walikuwa kipindi kile ambacho yeye alitoka. Sasa kama msimu uliopita wamemaliza nafasi katika misimu yote, msimu wako zofu. Sasa si ndo unaenda kuongeza nguvu, ukiangalia nguvu ambayo Azam sasa hivi inaongeza, ukiangalia mshahara badala ya kuongeza nguvu wameshusha nguvu. Sababu last season waliingia katikati ya Simba na Yanga. Ndio. This season around watamaliza chini ya Simba na Yanga. Chini ya Simba na Yanga. Kama ikiwa ni nafasi ya 3 sidhani kama ni mbaya kwao. Nafasi ya 4 ndio. Maana tayari hapo wamedrop bar. Hapo tayari wamedrop nyuma yao pia. Ndo nasema. Wamedrop bar. Michuano ya Muungano walicheza finali last season na Simba. This time around wametolewa kwenye knockout stages. First round wanatolewa timu kama Azam. It's very bad. Kwa hiyo hakuna cha kumshawishi Mudathir zaidi ya pesa. Michuano ya kombe la CRDB wametolewa na Mbeya City. Mwanzoni kabisa kwenye 16 bora kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Kama sio 8 bora, 16 bora ndio wametolewa. Last season waliingia deep kuliko hapa ambapo wameisha. Kwa this season Azam wameprove kwamba wamedrop down bar. Yaani wameshuka chini badala ya kupanda, na graph si tulitegemea inatakiwa kuwa juu. Sababu kile ambacho walituahidi msimu uliopita, walituahidi kwa kufanya nini? Kwa performance ambazo walizionyesha. Walituonyesha kwamba wanaweza kaingia katikati ya Simba na Yanga. Okay, tunaweza kusema Simba na Yanga wameimprove kwenye ligi. What about kwenye hizo tournaments zingine Azam? CRDB, you expect them to go deep. JKT anaingia deep, Azam mpo wapi? Michuano ya Muungano Azam unatolewa, yani kwa nini yani? Yani very early. With no disrespect kwa wapinzani ambao wanakutana nao, lakini investment na quality ambayo ipo ndani ya klabu ya Azam ni ngumu kubali kutolewa kirahisi vile. Na point yangu ukizingatia Justa naijenga kwenye mlengwa wa pesa pekee inaweza kufanya muda akubali kucheza Azam. Lakini in terms of graph binafsi naona inashuka badala ya kupanda. Na kuna tetesi kwamba Faisal anaondoka, ambaye ni moja kati ya watu ambao walikuwa key players kwenye kuipandisha graph ya Azam FC. Kama anaondoka yule key player, ina maana graph hapo itakuwaje? Inaenda juu inashuka chini. Club as a club thamani yake inapanda inashuka. Kwa sababu kuwa na valuable players pia kunaongeza thamani ya club pale ambapo unataka kufanya business. Lakini sasa hauna valuable players wale ambao okay kila club inawatazama. Kwenye michuano ya Muungano unatoka heli, michuano ya CRDB unatoka heli. Msimu huu unaweza kumaliza mpaka nafasi ya 4 kwenye ligi. Yapo sio mafanikio tena, hapo umeshuka chini. Kwa hiyo mlango ambao unatakiwa kuupitia ni mlango kama muda tutakupa hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Kwa sababu kama ni trophies, muda anajua Yanga wako kwenye nafasi nzuri ya kuwin trophies kuliko Azam. Akiangalia miaka yake 29 anaanza kusema okay, labda anaweza nikashawishika kipesa. Lakini waende sijui na project yetu. Muda kwa umri aliofikia sio mtu wa kukaa ndani ya project kusema mimi miaka 5 ijayo najiona wapi. Kwa okay, considering umri ambao yuko nao Mudathir, kuconsider kipaji ambacho yuko nacho, kuconsider form ambao yuko nayo pamoja na class. Yaani ukiconsider kila kitu cha Mudathir Yahya, sasa hivi anatakiwa aangalie nini? Anatakiwa ajali trophies, heshima, kuwin titles au ppesa? Mimi nafikiri muda anatakiwa kujali yeye kuwa bora zaidi alipokuwa jana. Okay, hapo tunaongelea career wise. Yeah, na hicho kitu ndo ambacho amekipata ndani ya klabu ya Young Africans.
Young Africans kuna a lot of competitions. Muda sio kwamba alikuwa mchezaji mbaya alipokuwa Azam, lakini ukishafika kwenye hivi vilabu kuna namna vinakudai tofauti na ambavyo ulikuwa unadaiwa ukiwa Azam, na ukiwa unadaiwa zaidi ina maana unakuwa na nafasi ya wewe kujituma zaidi. Mi samahani kwa Azam kama atakuja kuipata hii clip, lakini mi naamini Azam ni sehemu, yani ni sehemu ambayo unaenda kurelax, yani unaenda okay, yani for relaxation, yani kwamba naenda nishamaliza mimi, au okay nataka kupumzisha akili ndo naenda Azam. Lakini ukisema kweli nataka nginja utaenda vilabu vikubwa the likes of Simba, Yanga. Lakini kwa Azam ni sehemu ambayo wachezaji wana a lot of quality, lakini wakishafika nayo pale ina imeze, yani kama kuna Bermuda Triangle kumeza vipaji kama United. Kuna muda wanaenda a lot of good players, lakini wanakuwa immersed pale. Kwa hiyo naweza ukasema United ni Azam ya Uingereza. Asa United inachukua trophies. Mimi naongelea in terms of individuals. Sababu ukiangalia wachezaji ambao wanaondoka, wakina Scott wakienda kule wana shine, wakina Anton wana shine, wakina Marcus wana shine. Kwa kuna namna fulani Azam ni sehemu ambao wachezaji wakifika pale kutokana na wao kutokudaiwa kama wanavyotakiwa kudaiwa. Tunaweza tukifananisha kama Spurs. Of course, no trophies. Jezi zinafanana. Spurs wanafika finali. Si Azam pia wanafika finali. Msimu uliopita. Finali ya Europa hizo compare na Muungano. Zote finali. Nusu finali mkapasuka goli 3 zote finali. Na nyota wao ni wa kuokota. Yaani unakuta ni mmoja. Ukiangalia jezi wote weupe. Wanafanana, kiwanja wote wana viwanja vikali. Sisi ndo wale. Haiwezi kaa sana. Kwa hiyo nafikiri Justa Azam ili waweze kuconvince elite players kuja kucheza Azam tofauti na pesa, they have to do better. They have to do better, yani every season. Yani kila season wanajaribu kuweka bar ambayo wanatakiwa kuend beyond ilivyoenda last season. Lakini kama ndo hivi msimu nafasi ya pili, msimu ujao nafasi ya 4, hamna mtu ambaye anapenda hivyo. Mtu atasema okay, ngoja nikajipigie pesa. Aliwahi kuzungumza Awesu. Nafikiri unakumbuka nukuu yake, utanikumbusha vizuri, mimi nimesahau alisemaje. Azam ni sehemu ya wachezaji kwenda kula pension. Huyo ni mchezaji ambaye amepita, alizungumza Prince Mpumelelo Dube. Mindset ya viongozi, mindset ya wachezaji ukifika pale. Hata Mkandala. Mimi ni nani ambaye niko, yani mimi ambaye mimi niko nje na kiona hicho sasa, na yule mtu ambaye yuko ndani asha experience hicho kitu. Kwa hiyo wachezaji wengi wanaenda pale kwa ajili ya relaxation, kwamba hizi ndio sehemu ambazo sinatakiwa sehemu za upoaji, yani ile upoa unyama mwingi baridi. Azam, lakini ukitaka kalia ikue klabu ziko chache. Na muda hajamaliza bado. Yani sababu kwanza kashaonjeshwa finali ya michuano ya kombe la shirikisho, si ndio? Kavaa hiyo medali. Yani sasa hivi achievement yake kubwa anatakiwa kufocus kwenye upande wa michuano kama ya CAF Champions League, kufika finali, kubeba taji. Nadhani ndo anaishi kwenye hiyo mentality. Lei kazungumza vizuri, sio kwamba Mudathiri hakuwa mchezaji mzuri akiwa Azam, lakini kuna utofauti wa Mudathiri wa sasa akitoka Young Africans kwenda wapi? Kwenda Azam FC. Hajatoka Azam. Nikajua nachukulia mfano. Yani pale akirudi anarudi kama mchezaji mkubwa, sio kama kipindi ambacho kwa sababu akiinamisha tu hivi shingo ana medali nyingi kuliko mafanikio ya wachezaji ambao waliopo. Lakini Poya ni mmoja kati ya wachezaji wachache sana wenye walao 80% ya uhakika nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Okay.